Karibu sana ndani ya Viwanjani kwa ajili ya kuweza kuangazia mengi na makubwa ambayo tumekuandalia katika siku hii hapa leo. Mimi nakukaribisha, naitwa Saidi Saleh Msumi. Tobaradhi kidogo kuweza kuchelewa, lakini mambo yako sawa bin sawia. Machache kati ya mengi ambayo tutaweza kwenda kuiangazia ni kuhusiana na kikosi cha awali cha Taifa Stars kikiwekwa hadharani, majina 54 yakiwekwa hadharani na coach Miguel Angel Gamond kwenda kuwakilisha Tanzania katika michuano ya AFCON finali za mwaka 2025. Kumbuka pia kunakuwa na mchujo kupata majina ya wachezaji 23. Tutakwenda kuangazia pia Simba Sports Club ikimfuta kazi meneja mkuu wake Dimitar Pantev ndani ya kikosi cha Simba, lakini ukiachana hayo ni muendelezo wa ligi kuu ya NBC. Michezo miwili leo ni vita ya Flora Ikwenge Ibenge dhidi ya Miguel Angel Gamond, lakini vita nyingine ya Ahmad Ali dhidi ya Yusuf Chipo, yani JKT Tanzania dhidi ya Mtibwa Sugar. Tutakwenda kuangazia pia barani Afrika, katika joto la Afrika, Tanzania ikifuzu kuelekea katika michuano ya AFCON Under 17 hapo jana, ikitandika Uganda kwa kichapo cha mabao 3-1 na kushinda ubingwa wa Sekafa Under 17. Kumbuka pia Uganda wenyewe wamefuzu kwa ajili ya AFCON, lakini pia Ethiopia jana wakipata ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Kenya na kukata tiketi ya kwenda kushiriki katika finali za Under 17. Ukiachana na hayo, tutakwenda kuangazia pia katika the pitch, hususan FC Barcelona jana akipata ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Atletico Madrid. Tutakwenda kuangazia pia katika DFB Pokal pamoja na Serie A hapo jana, Juventus de Bianconelli akiwa yupo kibaruani. Mimi nakukaribisha, naitwa Saidi Saleh Msumi. Unaweza kuniita kaka Saidi, sitoko peke yangu kwa sababu meza ya uchambuzi itakuwa inaongozwa na Michael Hiera, kijana kutoka Mbinga, japo ni jepesi unaweza kumuita coach Michael, pamoja na Rashid Don Hamis, the heavyweight pandit, the only one in Africa. Tamati yetu ni majira ya saa 6 kamili za mchana. Kumbuka kuna mambo makubwa na mazuri sana ambayo tumekuandalia katika siku hii hapa ya Viwanjani. Sisi tunasema baba vipindi vyote vya michezo hapa nyumbani Tanzania. Jambo la kwanza tusalimiane. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Wewe mkono usikuwe kwa sababu hujajibu. Yaani binafsi kula nisingepokea. Kumtimua mtu mwingine. Kwa maana saa 8 mchana jua linawaka, saa 3 sasa hivi jua kali pia, saa 8 itakuwaje? Vijana wanachoka. Basi amemaliza, asante, tuondoke. Ndio usali mengine. Nishakwambia vijana wanachoka, nataka swala ya kiufundi, unataka nikujibu nini? Sasa tupo mwezi Disemba na wiki hii ina vitu vingi sana. Ligi kuu ya NBC mimi naita wababe wa ligi pia wanarejea pia katika ligi kuu ya NBC. Azam dhidi ya Singida, lakini pia Young Africans atakuwa dimbani dhidi ya Fountain, lakini ukiachana na hiyo Simba Sports Club dhidi ya Mbeya City. Miongoni mwa michezo ambayo huwa ni migumu pia ni Simba dhidi ya Mbeya City. Tangia ile Mbeya City ya mwanzo naikumbuka mechi moja hivi, kocha wa Mbeya City alikuwa Kinafiri Malawi. Kinafiri ndio kabla ya kina Masudi Juma kuanza. Yaani ule kocha ndo nilimuona anaichezesha ile 3-5-2 kwa kocha wa timu za hizi zingine, ni za ligi kuu zingine. Yule Kinafiri alikuwa anachezesha 3-5-2. Mabeki wake huko wa nyuma watatu. Alikuwa mmoja kwa anaitwa Majaliwa Shaban, alikuwa shoto, alafu katikati alikuwa Tumba Louis Swedi Mdudu Kiwi. Alikuwa anazima pale. Alafu ile viungo wake wakati pale kuna Ken Ali Mumbungu, kuna Rafael Daudi Loti, alafu kwa pembeni kule kuna Jita Munchimbi, kuna Ayubu Semtawa Dokta. Kaka hiyo inapita Mapunda pembeni. Kaka hiyo Mbeya City inaenda kudraw pale 2-2 na Simba Sports Benjamin Mkapa. Na Mbeya City mechi hizi kubwa anazipenda sana. Anangata meno. Vibaya mno. Mpira yuko kirudi tu hivi. Sasa hivi simuona kachukua mechi 3 hizi. Hiyo mechi na Simba Sports. Ajiandae. Mbeya City wana shughuli zao. Sisi kama mpaka dokta mwenyewe kaambia bwana tupishe. Dokta kaondoka na mimi. Unatutingisha. Labda dokta utibu vizuri vijana. Yaani wewe ni sema unatutingisha. Yaani mpaka yeye. Kwa hiyo bwana kuna matukio makubwa sana
ndani ya wiki hii, lakini pia ukiachana pia Napoli dhidi ya Juventus miongoni mwa mechi moja tamu sana lakini pia Young African dhidi ya Coastal Union. Umesikia Neves alivyoulizwa na yule mwandishi baada ya kufunga goli 2 dhidi ya Roma. Akamwambia kwamba naongera, naona sasa hivi umerudi. Akamwambia sijawahi kuleft mimi. Mimi nipo siku zote hapa. David Neres bao lake la kwanza ambao alifunga. And now I see you are back. Kwanza nilienda. David Neres ukimwona kama sio Brazil, kama anasinzia hivi, kama ni Mjapani fulani hivi. Umeona yule kipa Suzuki alafu mwangalie David Neres na macho yake. Unajua mtu akikwambia kama David Neres ni Brazil, ni Brazil, alafu wacheza na Roma sasa, yule Wesley naye ni Brazil, wako wanapishana. Hayo ni matukio ambayo utaweza kuangazia ndani ya wiki hii ndani ya kisimbuzi chako cha Azam TV. Kumbuka Young African dhidi ya Fountain Gate, Simba dhidi ya Mbeya City. Wakati leo tuna shughuli ya michezo miwili. Chidi ana matokeo yake bana, nataka kutaja. Hebu yataje. Mechi 1-1. Wapi 1-1? Bila. Ngapi nafuata? Wewe afu unasemaje? Wewe ndio umesema. Wewe umesikia nini? 2-1. Wapi 2-1? Si ulipokuwa na pro? After the kwingine si usikia. Mimi nimevuta mchawi huyu. Lipia kifurushi chako sasa shilingi 28 ili uweze kupata utamu na uhondo huo. Kumbuka pia Disemba 6 Tanzania Prisons atakuwa katika uwanja Sokoine dhidi ya Pamba, wakati pia baadaye Singida watakuwa wanapambana na TRA FC, alafu Azam Football Club dhidi ya Simba Disemba 7, wakati Young African dhidi ya Coastal Union, wakati Napoli dhidi ya Juventus na Bianconelli. Ni miongoni mwa michezo mitamu sana hiyo ambayo utaweza kuishuhudia ndani ya kisimbuzi chako cha Azam TV. Lakini kwa wakati huu hapa tuanze katika soka letu. Tuanze katika soka letu ambapo nyota 54 wamejumuishwa katika kikosi cha awali cha timu ya Tanzania Taifa Stars kwa ajili ya fainali za AFCON zitakazofanyika mwaka 2025 kuanzia Disemba 21 nchini Morocco. Katika kikosi cha Taifa Stars kilichotangazwa, nyota ambao wamejumuishwa kwa mara ya kwanza baada ya kuachwa katika collapse zilizopita, miongoni mwao ni Yona Amos wa Pamba Jiji Football Club, lakini yupo Jackson Kasanzu anayecheza kikosi cha Tormenta FC nchini Marekani, Vitalis Mayanga kutoka Mbeya City, Idi Kipagwile kutoka Dodoma Jiji, Athumani Makambo Coastal Union, Mukrim Abdallah Singida Black Stars, Nathaniel Chilambo wa Azam Football Club, pamoja na Saidi Hamis wa Immigration Malaysia. Kumbuka kwamba nyota hao watapunguzwa mpaka kufikia kikosi cha wachezaji 23 ambacho watakwenda kuwakilisha Tanzania katika michuano katika fainali za AFCON kwa mwaka 2025. Kikosi cha awali, Rashid Hamis, ukikiangalia kikosi magolikipa 4, Hussein Masalanga, Yakub Suleiman Zuma, Yona Amos na Zuberi Foba. Kwangu nafikiri ni tofauti sana. Binafsi naona kama ni kupoteza muda. Kuita idadi kubwa ya majina kama haya, muda wenyewe mdogo, ilikuwa haina faida yoyote. Yani for me, yani sioni kama kuna jambo lolote la maana hapa. Sasa Rashid, yani hii kikosi, haya ni maoni yangu mimi na kukubali na heshima. Yani hoja yangu nataka kuambia vipi? Provisional squad huwa inawasilishwa CAF, si ndio Mike? Kuna muda deadline. Kwamba ikitoka kwamba katika majina haya ndio wachezaji ambao kati ya hawa tutaisubmit ile list. Yani kwenye provisional squad kwa mujibu wa kanuni za AFCON unatakiwa kuwasilisha kikosi cha provisional squad kwenye kamati ya mashindano na ya ufundi ya CAF. Lakini sio lazima ukitangaze. Yani kutangaza sio lazima kikanuni. Lakini ni lazima ukipeleke kikosi cha awali, alafu baadaye kwa mfano kwa mujibu wa kanuni tarehe 8 mwezi huu ndio mwisho wa kuwasilisha kikosi cha mwisho kabisa, ile final squad, ambayo kwenye final squad inatakiwa kuwa na wachezaji 23. Hao wachezaji 23 ni wachezaji ambao watakuwa na
Chini legeza kidogo. Wachezaji 23 wachezaji 23 ambao watakuwa wapo chini ya usimamizi wa CAF, kwa maana zile accommodation zinasimamiwa na CAF. Unaruhusiwa kuongeza wachezaji 5. Maana yake wanafikia wachezaji 28. Hao wachezaji 5 ambao utaongeza utakuwa wewe ndio unatakiwa kuwagharamia. Lakini CAF yenyewe itakuwa na mamlaka ya kuhudumia wachezaji 23 ambao utajumuisha. Plus hao 5 ambao wewe ukiwajumuisha kwenye kikosi chako unaweza unaenda nao na CAF watawatambua, lakini kwenye ile payment na vitu vingine vya kuhudumia na kila kitu wao watahusika. Kwa hiyo wewe unaweza kuita wachezaji 24, unaweza kuita 25, unaweza kuita 26, 27, 28. Mwisho hapo. Lakini 23 ndio kiwango cha chini kabisa cha wachezaji ambao utawaita. Kwa kwenye provisional ni nyinyi mnaamua. Kwa mtaita 55, mtaita 42, mtaita 32, lakini mwisho wa siku tunataka 23 mpaka 28. Sawa, Rashid, tuendelee. Taarifa umeipokea kwanza? Nasemaje? Taarifa umeipokea? Ngoja nikwambie Msumu. Alafu sio nakaza sana unapoongea wewe unaachia. Sawa. Tembea. Kwa sababu uleta dharau. Niko vizuri. Sasa mimi sorry. Yaani asijeisha hata wiki hizi. Ndio. Sawa, Rashid, nimetoka Kigoma. Kwa jiangalia hatua zako kijana. Sorry. Tuko vizuri. Sawa, tuendelee. Mimi sijavutiwa tu na listi ya majina mengi namna hiyo. Umeelewa? Kwa sababu mimi naamini kwa sababu hapo kwanza kuna listi ya wachezaji ambao hataje kucheza, wengine wana taarifa tofauti na nini. Sio, unanielewa? Yaani taarifa ziko hivyo. Sasa kimsingi sisi muda wetu ni mdogo sana. Na mwalimu ni sasa kuja tukumpa kazi. Of course inaweza kama mwalimu asiweza kukata majina waandamizi ndio akapurua, lakini bado ni kama mimi kwangu ni kama kupoteza focus. Kwa sababu unakuja unaleta majina haya unakuja kuleta mijadala sasa. Maana unaanza kuleta mijadala kwenye media. Tutaanza kuzungumza kwa 1 2 3 4 5. Mwisho wa siku sasa hata wale ambao walikuwa wanatarajiwa mbona huyo hajakuepo, huyo amekuepo, huyo hajakuepo, unaanza kuondoa focus ya nchi. Kuna mataifa tayari ambayo yashapeleka majina 25 na tayari wameshatangaza 25 inatosha kwamba sisi hapa hapa. Si Cote d'Ivoire, Zambia, ni Mosui, Afrika Kusini. Afrika Kusini walianza na provision alafu akaja Morocco, sio hapa. Majina yetu sisi hapa. Nimesema Afrika Kusini walianza na provision alafu akakata. Sasa mimi nikiangalia muda, leo Disemba ngapi? Disemba 3. Si ndio? AFCON inaanza 21. Sawa, unaweza kusema kwa sababu hao walioita watalazimika kuja. Si ndio? Kambini. Utafanya mazoezi yako labda wiki au wiki sijui siku 3 siku 4, afu then utatoa watarudi. Sasa huo muda ambao wewe uko na nani, unaelewa? Ungepeleka tu majina kama ilikuwa inahitajika kanuni yapeleke. Afu kaa na wale watu ambao watangaze wale ambao unawahitaji kwa sababu ya kazi maalum kwamba bana hawa watu 25 hawa ndio watu wetu. Tunawatangaza bana 1 2 3 4 5 basi tumemaliza. Mimi kwangu kuona majina mengi kama hivyo kusema kweli binafsi yani sijaona kama kuna mantiki yote. Michael Yera? Mimi nafikiri kwenye call up ambayo imefanyika ya provisional kwa sababu ni swala ambalo kikanuni linaruhusiwa na ni utaratibu wa michuano hii mikubwa ya AFCON, lakini sio AFCON, hata kombe la dunia pia kuna provisional squads kwenye national team levels. Inafika kipindi ambacho unataja kikosi cha awali, baada ya hapo wewe mwenyewe unafanya mchujo mwingine, unaenda kuita wachezaji ambao watakuwa wanahitajika kwenye mashindano husika kwa mujibu wa kanuni za mashindano ambayo mtaenda kushiriki. Pengine inaweza ikawa muda umebana sana sasa hivi kuelekea kwenye finali zenyewe, na ukijaribu kuangalia kwenye ratiba ya timu ya taifa ya Tanzania, ratiba inaonyesha kwamba tarehe 8 timu inaingia kambini rasmi, na kambi imetajwa kwamba itakuwa ni Misri. Inawezekana ukaenda kwenye mji wako. Kwa hiyo ukiangalia kwenye hiyo ratiba iliyopangwa hapo, tafsiri yake ni kwamba kile kikosi ambacho kitakwenda Misri kwa ajili ya kambi ya kuelekea AFCON ndicho kikosi ambacho nafikiri kinawezekana na mjadala mwingine mkubwa zaidi kwamba hawa ambao wamejumuishwa kwenye kikosi cha mwisho cha kwenda kwenye finali za AFCON watakuwa wanaweza kuwa na kitu cha namna gani kwenye kuisaidia national team. Lakini kwa sasa hivi mwalimu anajaribu kuwapiki wale ambao wamefanya vizuri kwenye level zao za club, lakini pia wale ambao wakati mwingine nasema sio form tu,
Form ni kitu cha kwanza ambacho tunakizingatia kwenye call up ya national team. Lakini kuna wakati pia mwalimu anaweza kaangalia form yako inaweza ikawa nzuri, lakini jinsi ambavyo timu inacheza au jinsi ambavyo sisi tunataka timu yetu display, wewe unaweza ukafiti kwenye kile ambacho kinahitajika ama la. Kwa hiyo mwalimu anaweza akawa na hiyo room ya kuona kwamba na hawa wachezaji muda wote naweza nikamuingiza mchezaji mwingine, muda wote naweza nikamuongeza kati ya hawa ambao nimewataja kwenye kikosi cha awali, wakaenda kutusaidia kwenye kile ambacho mwalimu atakuwa anaona kinaweza kumfaa kuelekea kwenye mechi ambazo zitaenda kucheza. Pengine huo muda tu ndio ambao Rashid umemchanganya na kuona kwamba hapakuwa na haja. Sasa hivi leo tarehe 3 unatoa provisional squad, lakini pengine hiki ni kikosi ambacho leo ndio kimewekwa wazi. Lakini inawezekana taarifa kwa wahusika ilitolewa kabla ya leo kikosi kuwekwa wazi, lakini pia tayari kikosi hichi pengine ambacho kimetajwa hapa kilishapelekwa kwa mamlaka husika. Kwa sababu Michael hapo pia timu anayochezea Kevin John yenyewe ilitoa taarifa kwamba kumpongeza Kevin kuitoa kikosi cha awali cha Taifa Stars. Ilikuwa ni kama siku 2 nyuma, hata mwenyewe nilipost kwenye ukurasa wangu wa Instagram kwamba wao tayari washatangaza. Kwa hiyo taarifa ilikuwa ni mapema. Ya taarifa mnatoa mapema. Sema hiki kikosi kuja kuwekwa kimekuwa leo. Yaani kikosi kwa jamii ndo public kimewekwa leo. Ambapo sio kwamba ni kitu ambacho unalazimika kufanya. Unafanya kwa sababu ni national team ya wote. Tujue kwamba wana kikosi cha awali kilikuwa na wachezaji hawa, baada ya mchujo Rashidi akatoka, kaingia Michael akabaki kwenye kikosi, maisha yakaendelea. Ndio kanuni na nakumbuka hapa Afrika Kusini tulikuja kujadili hapa, nikazungumzia mchezaji kama Malibongo Ekoza. Nikasema aliumwaga mwingi sana, anacheza vizuri sana katika mchuano wa CHAN na namba 6 yake ile anacheza na Tebomo Koena. Kimekuja kikosi cha final cha Hugo Bruce kamkata Malibongo Ekoza. Yupo wengine wameenda. Kuna mchezaji ambaye katika hii provision kuna mchezaji anasema okay, yes. Yani hatukutegemea. Mimi kuna baadhi ya wachezaji ambao kuwaona wakiitwa katika call up ni jambo kwanza natia faraja, hata kama wakija kukatwa mbele. Lakini kwa misingi ya kwamba katika provision, hata kwa mchezaji anakuwa naye anakuwa na furaha kusema kwamba okay, na mimi nilikuwa ni sehemu ya watu ambao walibidi kwenda kuwakilisha nchi, lakini mwisho wa siku labda nimezidiwa na wenzangu. Yes, kwa nini Rashidi hatuwezi kuwa wote namba 1? Yaani kikosi kinataka watu 23 mpaka 28. Sisi tuko 55. Yaani kuna baadhi ya majina ambayo mara nyingi huwezi kuyasikia katika national team. Lakini kumwona kama Idi Kipagwile ameitwa, Vitalis Mayanga ameitwa, kwa Paulo Peter sio issue kwa sababu ashaitwa, umeona. Lakini Saleh Kalabaka yupo pale? Saleh hayupo. Provision. Ana nafasi Saleh Kalabaka. Mabao 4 mpaka sasa 4 kwenye ligi. Form nzuri kabisa. Ndio pengine kile ambacho nasema cha pili, kwamba form yako inaweza ikawa nzuri, lakini mwalimu kila akiangalia anaona namba yako hii kuna watu wanaweza kutwanga zaidi kuliko wewe. Baki nyumbani. Muona sasa. Rashidi wewe? Mimi hapa. Mimi hapa. Sawa. Mimi hapa. Yaani mimi hapa. Mimi kwa sababu mimi najaribu kuangalia zaidi muda. Unajua? Rashidi uko nataka 23 hawa 25 hawa. 25 tuanzie hapo. Kwa sababu unajua hata yale majina. Yaani yale pale majina hapa. Hata mtozi akirudisha hapo. Nikimwambia Michael Kata hapa sasa hivi. Nyeupe tu. Huyu hapa hayupo, huyu hayupo, huyu hayupo, huyu hayupo, huyu hayupo, hayupo. Sawa. Kwa mujibu wako kwamba ni mtu anajisikia fahari kwamba na mimi nilikuwa miongoni mwa watu ambao nilikuwa listed, si ndio? Lakini we don't have much time ya kuangalia kwamba hiyo kwamba tuna 1 2 3. Mwalimu mpya Gamondi ndio kwanza kacheza mechi ya kwanza kala 4. Anaamini kwamba ungemaliza 4-3. 4 kana kafungwa goli 4. Sawa, 4-3. Hizo 3 kanazoea kafungwa goli 4. Kama unabisha hajafunga goli 4 sema hapa. Mimi afujabisha lakini 4-3. Yaani malizia matokeo. Mimi nimesema kafungwa goli 4. Sawa. Na kafunga 3 hiyo. Hilo nimesema yesa upande huo. Umeona bana? Shidi bora unaonekana upande. Mbona kama mnalazimisha nielewe sisi hatukuelewa. Lakini ni kama vile yani kuna sehemu yako yani bana, sehemu yangu mimi basi msimamo wenu kama yangu. Tubaki hivyo. Tunaelewa. Mwalimu mimi naamini yaani angeita tu watu 25. Afa kaenda zake camp hiyo Misri huko. Akakaa nao, akajua nini anatafuta mechi zake hizo kadhaa hapo. Hizo mechi ambazo akizipata anatengeneza squad. Tupo kwenye group gumu sana. Group ambazo timu zote ziko kwenye form kuliko sisi. Nigeria wako kwenye form kuliko sisi.
Tunis wako kwenye form kuliko sisi. The same to Uganda. Sio? Sisi ndo wanyonge kwenye lile kundi. Na I'm telling you, sisi hata tukipata sare kwenye mechi yote kati ya zile 3, sisi bravo tumefanikiwa. Otherwise tunaweza tukapasuka mechi zote zile. So tunahitaji muda, mwalimu pia anahitaji muda kukaa na hiyo timu ya watu wachache. Unampekea lundo la watu. Mwisho wa siku unaenda wote. Baadaye mnaanza kukaa waandamizi, mnaanza kupunguza majina ya baadhi ya wachezaji. Kwa nini mnajipa hiyo task ngumu namna hiyo? Yaani kaeni na group dogo la watu ambao mnajua kabisa jamani, hili ndio jeshi letu. Linaenda kutusaidia, tulisupport, tulipongeze, tuwape moyo. Kama katika hao watu wachache kuna hao miongoni mwao wageni kama ambavyo wanasema Michael, kama unaweza kumuongeza Karabaka hapo, sio kumuongeza nani, haina shida, umeelewa? Lakini wawe katika watu wachache. Usimtaje mtu katika watu 100 umekuta pale. Mwisho wa siku mimi nakwambia, kwa sababu end of the day sio kwamba hawa hawana majina ya watu ambao wanaenda kuwatoa. Majina wanayo na watu ambao wanahitajika wanayo pia. So yani kwa nini sasa upoteze huo muda wote wa kuonekana kwamba hapa tumetumia demokrasia, tumetumia kanuni, tumetumia sasa hivyo vitu vya nini? Muda mdogo. Sisi taifa letu wachezaji tuliokuwa nao hawajitoshelezi kwa kiwango ambacho tunawaona hawa ndio cream. Yaani kitafutwa cream ya Tanzania bado tunajiona sisi hatutoshi. Leo unaenda kutuundukia kundi la watu ambapo unaenda kujifanisha na mataifa makubwa ambayo wenyewe wakikaa tu fulani na fulani na fulani na fulani na fulani kama kawaida, kaeni huko. Afu wengine njooni hapa, anzeni hapa. Kaja hapa Elikshele na kundi la abiria hapa. Kachezea chuma zake kaza hapa. Si ndio Chan? Wale kwa wachezaji wa ndani. Si ndio unakwambia, si ndio kaja nao hapa. Kaita national team yake, umemwona nani mule? Umeona? Sasa wale unaweza kusema kwa sababu wana wanda mpana. Sisi wanda mpana hatuna, kwa muda mdogo. Sawa Rashid, mtazamo wako wameusikia, na mtazamo wa Michael Hiera na mtazamo wako pia wameusikia. Ni mitazamo ni miwili, Rashid mmoja. Tukaangazie taarifa nyingine kwa wakati huu hapa, ambapo kuhusiana na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, hapo jana mapema ametoa taarifa ya kuachana na meneja mkuu wa kikosi hiko Dimitar Pantev pamoja na wasaidizi wake wawili. Taarifa ya Simba Sports Club imeeleza kwamba kufuatia mwendelezo usovutia wa kiwango cha timu hiyo, Dimitar alijiunga na mnyama mkali Simba Sports Club akitokea Gaborone United, ambapo aliongoza timu hiyo kwenye mechi 5 pekee, ambazo ni mechi 1 ligi kuu ya NBC na mechi 4 kwenye ligi mabingwa Afrika. Kwa sasa Simba itakuwa chini ya kocha Suleiman Abdallah Matora Veron, ambaye ataongoza kwa muda ambao uongozi wa timu hiyo unatafuta kocha mpya. Rashid, ni taarifa iliyokushtua ama ni taarifa ulokuwa unaitegemea? Cheka huku na chambua muda mchache. Kama ulivyosema hatuna muda. Above. Yaani sasa sio niseme. Unajua kitu kimoja ambacho nimekuwa surprised. Of course sikutarajia. Yaani ni kitu ambacho ni surprise. Na ni surprise kwa sababu kama hawakuliona hili mapema, hawakupaswa kufanya hivi kwa nyakati hizi. Na kama tu kulikuwa kuna mtazamo tofauti na matokeo yaliyotokea, basi walitakiwa kuangalia tena upya wanafanyaje utaratibu mzuri zaidi. Kwa sababu mwalimu mwenyewe mechi yake ya mwisho alisema hawezi kutengeneza timu ndani ya miezi 2, si ndio? Akitokea Mali kufanya interview na Baraka Mpenja, akasema timu amepewa kwa muda mchache. Na ukimtazama namna ambavyo amejaribu kuitengeneza timu na matokeo mabaya aliyokuwa nayo, inawezekana ukasema sawa, wamemfukuza kwa sababu amekosa matokeo. Na siku zote mimi wanasema hapa, nakumbuka hivi vilabu vya Simba na Yanga vinamwajiri kocha kutoka nje ya Tanzania ni kwa sababu ya kuja kufanya vizuri mashindano ya CAF Champions League au Confederation, kwa sababu wanajua namna ya kupata matokeo NBC Premier League. Kwa mwalimu anayeletwa Simba na Yanga anakuja kutafuta matokeo mazuri kwenye CAF competition. Kama inatokea mazingira haya, kama walimuona bwana Pantev anatosha kwenye Champions League, wakaona anaweza kutufikisha. Sasa ameshapigwa mechi 2,
wako sahihi kumuondoa. Sawa, tuangazie takwimu za Dimitar Pantev katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba katika michezo ambayo ameiongoza katika michuano ya ligi mabingwa barani Afrika. Mchezo wa mwisho alikubali kichapo cha mabao 2-1 dhidi ya Stade Malien, lakini alikufungwa kichapo cha bao 1-0 dhidi ya Petro Atletico. Alikwenda sare ya bao 1-1 dhidi ya Nsingizini. Hii Nsingizini walikwenda suluhu ambao alicheza Dar es Salaam. Walikwenda suluhu ya 0-0. Lakini pia aliongoza Simba Sports Club kupata ushindi wa mabao 3-0 kwa sababu Simba katika mechi yao ya kikosi cha Gaborone walipata ushindi kule bao 1-0, afu akaja huko akashinda wakatoa sare 1-1. Wakati hapa Nsingizini walikwenda 0-0, ilikuwa ni suluhu. Lakini katika upande wa ligi kuu ya NBC aliongoza mechi moja pekee na kupata ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya kikosi cha JKT Tanzania, na hivyo kuwa ameiongoza Simba katika michezo 5 akipata ushindi katika michezo 2 pekee, akienda sare katika mchezo mmoja na kufungwa katika michezo 2. Nataka niangalie kwa kiwango cha Simba, unamhukumu coach ukiangalia matokeo. Kuna muda hususan sio matokeo mazuri ya kufungwa katika michezo 2, lakini kwa aina ya uchezaji wa timu unakwenda kumjudge mwalimu kwamba mwalimu ndio chanzo. Kwangu mimi nafikiri kuna issue ambayo Simba anatakiwa kuisolve kabla ya kudondokea kwa mwalimu. Yaani kwa meneja, tumuite meneja. Ule meneja? Meneja mkuu. Wao wanamuita meneja mkuu. Meneja mkuu. Yes. Pantev. Nafikiri huku ambako Simba anaenda kudondokea kwa maana ya kumfuta kazi Pantev, inaweza ikawa ni sababu nyingine ambayo inaweza ikawa haitibu shida ya Simba kwenye kile ambacho anatakiwa kukiachieve kwa maana ya kufanikiwa kwao. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia kwenye kile ambacho Simba anakipitia sasa hivi, moja kati ya vitu ambavyo nafikiri Simba walipata mshtuko mkubwa ni kuondoka kwanza kwa Fadlu kipindi kile. Baada ya kuondoka ni kama uteuzi wa Pantev pia ulikuwa unatakiwa kuwa na wajibikaji wa ndani ya klabu ya Simba. Yaani Simba kumwajiri Dimitar Pantev afu baadaye unakuja kusema huyu sio kocha mkuu, ni meneja mkuu wa klabu. Lile lilikuwa ni moja kati ya kosa ambalo Simba lilifanya. Hilo anatakiwa kulikubali kwamba haikuwa sawa sawa kuweza kumtambulisha Pantev kama meneja mkuu wa kikosi, wakati ambao unajua kuna baadhi ya vigezo hajavikizi kwenye kuwa kocha mkuu wa klabu ya Simba. Lakini ukiangalia kwa upande wa Simba, inawezekana Pantev pia mwenyewe alikuwa na sago kwenye baadhi ya maeneo. Kwa mfano, ukiangalia kwenye hizi mechi Simba ambazo amecheza, Pantev ameongoza Simba kwenye mechi 5. Mechi 4 za ligi ya mabingwa na mechi 1 ya ligi kuu. Amekaa Simba almost siku 59 baada ya kutambulishwa. Kwa sababu leo angefikisha leo ingekuwa ni siku ya 60 anafanya kazi Simba. Lakini kwa sababu ilikuwa ni jana, maana siku moja una minus hapo. Ni siku 59. Kwenye siku hizo 59 ambazo Pantev amekaa kwenye klabu ya Simba, ndio wakati ambao amecheza hizo mechi. Na alikuwa anaona jinsi ambavyo timu ilikuwa na display. Kwangu mimi haikuwa display mbaya ya Simba kwa jinsi ambavyo ilikuwa inacheza. Kifupi ni miezi 2. Miezi 2. Kwa nini haikuwa display mbaya? Kwa sababu kuna nyakati ambazo kunaona Simba flow yake inavyoenda, unasema hii ni flow ambayo ni timu ambayo mwalimu kuna kitu ambacho anakitamani. Mimi concern ambayo nilikuwa naiona kwa Pantev ni kwamba kadiri ya muda uliokuwa unazidi kwenda, kwenye kila mechi alikuwa anajaribu kuintroduce kitu kipya ndani ya mechi. Yaani wakati mechi inachezwa ndio unaona introduction ya kitu kipya ambacho mwalimu anakifanya. Kwa mfano, unaikumbuka mechi ya Simba dhidi ya JKT, ile ambayo Simba alikuwa ugenini pale Media Jenerali Samuel. Ilikuwa ni mechi ambayo kiangalia mpangilio wa wachezaji kiwanjani, kwa maana ile formation ya kiuchezaji ilikuwa tofauti na ile ambayo alitumia kwenye mechi dhidi ya Nsingizini, zile mechi 2. Ukiacha hivyo utofauti wa mechi ya Nsingizini na mechi ya JKT, nenda kwenye mechi ambayo Simba alicheza dhidi ya Petro Atletico de Luanda. Ilikuwa ni mechi ambayo Simba pia aliingia na mpangilio mwingine tofauti wa kiuchezaji. Ndio ile mechi ambayo aliingia bila kuwa na mshambuliaji kinara, ambayo aliingia na force namba 9 ambayo alikuwa ni Budo. Ukitoka hapo
nenda kwenye mechi ambayo Simba alicheza dhidi ya Stade Malien, akamrudisha mshambuliaji ambaye ni Selemani Mwalimu, ambaye ulikuwa unamuona kwenye uchezaji wake mara nyingi ni kama alikuwa anavuta sana kwenda wide, kwenda pembeni, lakini anasogea ndani mara chache. Kwa hiyo ukiangalia tu kwenye display ya hizi mechi kadhaa, unaona Mwalimu alikuwa na sago kuona kipi ni sahihi zaidi kwenda nacho. Jambo ambalo linaweza ikawa sio kosa kubwa kwa sababu ya muda ambao aliupata na kipindi ambacho aliingia kwenye timu ilikuwa inamlazimia kufanya hivyo, kwa sababu hakuwa nao kwenye pre-season kama nika introduce huu ndio utakuwa utaratibu wangu wa kiuchezaji. Kwa hiyo kwenye kila muda ambao alikuwa anapata kwenda kwenye training session, kwamba leo tukienda kwenye mazoezi tutatesti back 3. Akatesti back 3, akaona inaweza kumsaidia, akaenda kuiapply kwenye mechi dhidi ya JKT. Ukaona jinsi ambavyo ilikuwa inampalia. Yaani kuna vitu bado havijaingia kisawasawa. Kwamba kila mchezaji anaona kwamba sawa, inawezekana tulifanya vizuri kwenye uwanja wa mazoezi, lakini kwenye mechi tumekutana na maswali magumu kidogo tu kutoka kwa JKT, majibu yake yanakuwa hajapatikana kisawasawa. Kwa nini majibu hayapatikani? Kwa sababu hamjetrain kwenye vitu vyote, kwamba hata mpinzani akija hivi, kwa sababu kwenye football unavyotrain nasema hichi ambacho anakifundisha, what if mpinzani atakuja na njia hii, what if tutakosea kwenye eneo hili, tunatakiwa kuwa na jibu gani kwenye kile ambacho tunatakiwa kufanya. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi ambavyo alikuwa na sababu, na pengine ndio kauli yake ambayo ilikuja kwenye mechi ya mwisho ambayo Rashid ametukumbusha dhidi ya Stade Malien, kwamba muda ambao mimi niliupata ulikuwa pia uniruhusu kuweza kuitengeneza timu. Kwa nini anasema hivi? Ni kwa sababu alikuwa anaona kwamba kwenye kila mechi nikienda kwenye training session na try kitu hichi, nikienda kwenye mechi bado akijiakomaa kwenye ukomavu wake na bado anashindwa kudeliver kile ambacho nahitaji kukipata. Kwa mimi wangu nafikiri kwa Dimitri Pantev matokeo ambayo ameyapata inaweza ikawa ni sababu, kwa sababu ni klabu ya Simba, kwamba tumepoteza hizo mechi mbili, tulisale mechi moja nyumbani, tulishinda mechi moja ugenini kwenye mechi ya kimataifa. Inawezekana ikawa sio picha nzuri kuelekea kwenye mechi zinazofuata. Ingawaje pia hata kwa upande wa Young Africans, Sead Ramovic alianza kama Dimitri Pantev na kwenye zile mechi za mwanzo. Yes, alifungwa na Al Hilal hapa bao 2-0, akaenda ugenini akafungwa na MC Alger kichapo cha mabao 2-0. Hapo alivyorudi tena akaja kucheza mechi na Mazembe ugenini, ndo akapata sare, alafu akaja akashinda na Mazembe, alafu akaenda kushinda dhidi ya Al Hilal ugenini. Sasa hiyo ni inatokana pia na shinikizo au pressure ambayo inatoka nje. Simba alikuwa na shinikizo. Simba kumfuta, yani mashabiki kuamini kwamba kocha hafai. Umeona Simba kinachotokea kwa Simba hapajatulia. Simba hakuna utulivu. Yani maana nimekwambia inawezekana pia inawezekana samani kidogo. Yani utulivu, kuna utulivu wa katiba wa kiuongozi, kuna utulivu wa timu. Umeona Mbeya City? Mashabiki walivyotoka hivyo, hatumtaki kocha, hatumtaki kocha. Watu wamereact hapo. Mimi sijui, lakini kama wenzangu kuna shinikizo kwamba kocha mbaya, kocha hafai. Nyie mliliona hilo kwa Simba? Sasa ngoja nikwambie. Kwenye hilo unaweza usilione kwa haraka. Si ndio? Unaweza usilione kwa haraka. Lakini Pandev toka mechi yake ya kwanza anacheza, manunguniko yapo. Mechi ya kwanza ndio alishinda 3. Sio nakwambia manunguniko yapo. Yaani Simba hawajaikuwa kwenye utulivu kama ambavyo wamekuwa siku za nyuma walivyokuwa na utulivu. Yaani umeona utulivu ambao walikuwa nao kwa Fadlu. Ule utulivu ambao walikuwa nao kwa Fadlu ule. Ubaya ubwela. Ule ubaya ubwela. Ndio natakiwa kuishi nao kwa mtu mwingine atakayepewa timu. Sasa Pandev amekuja kipindi kigumu zaidi. Kwanza amekuta group kubwa la watu. Kwa hata majaribio ambayo anayafanya kila siku kujaribu watu, bado unamuona ni kama yupo katika sehemu ya kutafuta kwanza watu sahihi wa kufanya naye kazi. Mimi nachojaribu kushawishika kuondoka kwa bwana meneja Pandev ni kukosa matokeo kwenye CAF competition. Hilo ndo naloamini mimi, kwamba amekosa matokeo kwenye CAF competition. Na hicho ndicho ambacho kilimfanya Simba wamwajiri. Hawakumwajiri Pandev kuja Simba Sports, kuja kuiongoza Simba, kuja kuchukua ubingwa wa NBC. Waliamini huyu bwana kwa kile ambacho tumekiona akikifanya na Gaborone, tunaamini sisi kwenye Champions League, CAF Champions League tutafanya vizuri. Mimi ninakwambia, unamuona Selemani Matola, Simba wanaweza wakaamua tu kujizima data, Selemani nenda nayo. Matola anaweza kushinda hata mechi 5, 6, 7, 8 za ligi.
ila zitakuja kumsumbua kwenye Champions League. Watu watakuwa wanapiga tu hapa nje ndani, nje ndani, nje ndani. Na ndio maana huwa wanaweka kiwango kikubwa cha pesa kutafuta walimu. Sasa ukijaribu kuchukua maelezo ya Michael ukatuliza kidogo ubongo, ukayachakata, alafu ukaangalia na kwa nini huyu mwalimu aliletwa kwenye hii timu, unapaswa kujiuliza vitu vingi sana. Kwanza uchaguzi wake wakati anakuja kwenye kikosi. Baada ya kuja kwenye kikosi, target ambao walimpa kuweza kuifikia ilikuwa inahitaji nini, aina ya wachezaji waliokuwepo na falsafa yake binafsi, si ndio? Manake haya yote ukiangalia kwa uzuri, kwa utuo, manake unaamini bado bwana Pandev alihitaji muda. Lakini mimi binafsi toka siku ya kwanza kidisplay timu yake nilikuwa sivutiwi na namna ambavyo timu inajilinda. Hicho ndo kitu ambacho mimi hapa binafsi, bila kumshirikisha mtu mwingine, nilikuwa sipendi timu namna ambavyo inajilinda, kwa sababu ilikuwa inatengeneza opportunity nyingi kwa mpinzani kuweza kumwataka. Nafikiri inawezekana ni moja kati ya best way ambayo yeye anaamini timu ikitaka kuhost mchezo lazima iwe na ina display kwa namna ile. Lakini mimi binafsi kwa level ambayo sisi tumefika Tanzania kwenye hivi vilabu vyetu, bado hatujafika mahala ambapo tunaweza tukaenda kudisplay timu ikawa timu ya kwanza kiwanjani na mpinzani yoyote. Bado naamini tunahitaji nini kinafuata kwa Simba kutuliza hali hii? Simba kwanza ofisini kwao kuwe kuna utulivu kuanzia hapo. Yani haya mambo ambayo unasikia ya kocha, ofisi kwa mwenyekiti, management huko ambapo haya tunayasikia. Umeona? Yani huku kwanza kwa kile bwana Mangungu sijui kwa kina nani, sijui kwa kina huku kwanza kuwe kuna utulivu. Kwa jamani, hebu haya mambo tuyaache. Otherwise Simba anaweza siokote alama hata moja Champions League. Tuyaache ama ya B sote. Yaacha sasa ndio itakuwa nanilia. Yani hao wanapaswa kuwa pamoja. Kwanza wapate utulivu. Unajua Young Africans sasa hivi ni umeona kama Young Africans jinsi utulivu waliokuwa nao. Ni rahisi kujua tunakosea wapi. Ni rahisi kujua tunapatia wapi. Kwa sababu wameseto. Kwa hiyo ni rahisi kujua Msumu ujue hii mechi tumepoteza kwa sababu ukufanya majukumu yako au ulizembea, haukukazia. Umeelewa bwana? Lakini Simba Sports sasa hivi wao wenyewe hapa juu kwenye management hawako sawa. Kila mtu anamuona mwenzie ni kama virus kwenye timu. Kwa hiyo hata timu ikiwa inaendelea kufanya vibaya, bado una uwezo wa kumnyoshia mkono, lakini huwezi kumwambia kwamba wewe Michael unatuponza. Kwa sababu na Michael naye ana level sawa na wewe ya kusema kwamba hata Rashidi pia unatugharimu. Kwa hawa kwanza wanatakiwa kuwa pamoja. Wakishakuwa pamoja, kama kuna kiongozi wa juu kabisa, tena kiongozi wa juu anakuambia kuna baadhi ya viongozi wenzangu timu ikifanya vibaya wanafurahia, wanafanya sherehe. Unaelewa? Yani that is not sound good. Unaelewa? Yani sasa kama kiongozi anaweza kusema na maneno haya, hii timu inapoelekea haiko sawa sawa. Na kwa nature ya mpira wetu kwenye sehemu kubwa yenye viongozi ambao wanagawanyika, ni rahisi pia hata kuwagawa hawa wachezaji ambao unawaona, kwa sababu wapo waliokuja kwa influence za hawa. Kwa maana yake kama huyu afurahishwi na jambo fulani, ni rahisi kuambia sikiliza wewe bwana mdogo, fanya A B C D ili hao wajue mimi umuhimu wangu hapa. Sawa. Yani Simba wamemfuta kazi, unaitoa timu kwenye mazingira, kwa sababu ndio mtu ambaye kwenye wajibikaji wa football anawajibika moja kwa moja, mtu ambaye unaweza kumwajibisha kwa haraka zaidi. Yani mtu ambaye anaweza kumwajibisha afu hamna maswali mengi ni kocha. Lakini kumwajibisha mchezaji ni ngumu, kwa sababu huwezi kusema kwamba umefanya vibaya mechi 3 na kuvunjia mkataba. Mikataba kidogo ni migumu. Huwezi kusema kwamba kiongozi utamwajibisha, kwa sababu inawezekana pia kiongozi mwenyewe akawa pia kuna mistakes zake ambazo anazifanya. Sasa kumwajibisha labda mwenyewe kiongozi aseme kwamba mimi bwana kwenye hili natakiwa kuwajibika. Kwa hiyo kwenye hiki ambacho Simba amekifanya, inawezekana tu kwa sababu aliangalia kwa sasa hivi nani ambaye anaweza akawa tunamtoa angalau tunamtoa mrithi kwamba sasa hivi nani kwanza wajibike wa kwanza. Wameenda kumwajibisha Pantev ambaye inawezekana mistake hii ambayo inafanyika hapa sasa hivi, ndio maana nasema kosa lijianzia hapo.
ni kwenye introduction ya kwake kwenye klabu ya Simba, kwamba alifikaje kwenye klabu ya Simba. Baada ya hapo unaenda kuangalia kwamba hizo sababu zingine ambazo zimetokea hapa katikati, licha ya kwamba yeye amefanya vibaya labda kwenye mechi ambazo wamecheza kwa maana ya eneo la matokeo, lakini kuna watu ambao inawezekana ndani ya timu wanatakiwa kuwajibika zaidi kuliko ambavyo anamwajibisha kocha ambaye ni rahisi kumvunjia mkataba wake kuliko mtu mwingine yote kwenye klabu. Tusalie bado ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba Ahmed Ally amesisitiza kwamba ana matumaini makubwa ya kikosi cha Simba Sports Club kuweza kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa. Ahmed anasisitiza anaiona Simba katika michuano ya kimataifa, hatua ya robo finali. Mimi kwanza Ahmed Ally huwa namsifia sana. Na ni mtu ambaye sijajua kama kuna Simba atakuja ku-appreciate uwepo wake. Kwani appreciate? You never know kaka. Wamepita wengine, mbona Simba wame-appreciate, wamekuja Ahmed naye. Lakini katika moja kati ya watu ambao katika wasemaji wa vilabu 16 kama kuna msemaji anafanya kazi nzuri, kuna watu wanajua kabisa wako upande huu. Kama kuna msemaji anafanya kazi nzuri kwenye nyakati ngumu, basi ni Ahmed Ally. Yaani umeona Simba hii situation unayopitia sasa hivi, Mkombozi pekee. Nyakati ngumu alipitia Karibu Imanda hapa. Mimi mpaka ngamwewe natamani nimpatie cheti. Karibu Imanda kwa wakati ambao sasa nyakati anazopitia Karimu. Sasa nyakati anazopitia Karimu aziji mara kwa mara. Lakini hizi ambazo anapitia Ahmed Ally zinampumzisha wiki, anarudi matatizoni wiki 3. Anapumzika siku 2, anarudi. Sasa hebu niambie sasa hivi, unaona kama sasa hivi Simba situation unapitia, Mkombozi pekee wa kuleta tumaini ni Ahmed Ally. Ndio mtu pekee ambaye anaweza kusema jamani, turudi pamoja, tutashinda, tutafanya nini, tutafanya hiki, tutafanya kile, tutafanya hiki. Ndio mtu pekee ambaye akizungumza kitu wana Simba wote wale wanarudi neutral, wanajaribu kumwangalia Ahmed Ally. Wewe Ahmed Ally, sema tunakupenda na kukuheshimu. Lakini akitokea mtu hapo tofauti na Ahmed Ally akazungumza na yasema Ahmed Ally, kaka utaona place hapa zinatoka kama mvua. Sawa, tumsikize Ahmed Ally akiweza kuzungumzia kuhusiana na hilo hapo. Lazima sisi kama Simba turejee katika meza yetu ya marekebisho, tuangalie tunakosea wapi, tumekosea wapi, kwa nini tumepoteza mechi 2, na baada hapo tuweze kurejea katika makali yetu. Lazima kwanza tufanye marekebisho ya kisaikolojia kwa wachezaji, kwa maana kuwaongezea confidence, kuwasema na kuambia kwamba matokeo tuliyopata hayana hadhi ya Simba Sports Club, lakini kubwa kabisa ni kuwapa nguvu na moyo ya kwamba pamoja na kwamba tumepoteza, lakini tunao uwezo wa kushinda michezo iliyobaki na Simba ikaenda hatua ya robo finali. Mimi naamini na kila mwenye moyo wa kweli wa Simba naamini ya kwamba nafasi ya Simba kwenda hatua ya robo finali iko wazi kweli kweli, lakini hatua hiyo hatuwezi kuifikia kama tutatumia muda mwingi zaidi kutafuta mchawi na kulaumiana. Hatua ya kuvuka kutoka hapa kwenda robo finali tutaweza kuifikia endapo tu kila mwana Simba atarejea kwenye meza ya marekebisho na kufanya marekebisho ya wapi tumekosea. Mimi imani yangu ni kubwa kwamba tunaweza kupata ushindi katika mchezo unaofuata dhidi ya Esperance nyumbani na ugenini. Tukapata ushindi nyumbani kwa Petro, tukapata ushindi Benjamin Mkapa dhidi ya Stade Malien, na Simba akaenda hatua inayofuata. Ahmed Ally akiweza kuzungumza hayo kuhusiana na Simba, matumaini yake ya kufuzu kuelekea hatua ya robo finali. Kumbuka Simba msimu huu waliweka kigezo ama malengo yao ni kuishia hatua ya nusu finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Malengo, mipango iliwe kuimba nyimbo. Mipango baba. Mwana falsafa. Kwa hiyo mwisho siku ni mipango, lakini tusubiri. Wakati ambapo Simba Sports Club wakitangaza kuachana na meneja mkuu wao Dimitar Pantev hapo jana, leo viwanjani tunaangazia kuhusiana na makocha ambao wameondoka ama wamefutwa kazi katika msimu huu wa ligi kuu ya NBC msimu 2025-26. Ni majina gani ambayo tayari yamepewa mkono wa kwaheri ndani ya timu za ligi kuu? Wa kwanza ni Fadlu Davis
Rahman yeye aliondoka ndani ya kikosi cha Simba Sports Club baada ya kuiongoza tu Simba katika mchezo wa ngao ya jamii na kupoteza mbele Young Africans na kisha kwenda kucheza mechi ya kwanza ya kimataifa dhidi ya Nsingizini. Baada ya hapo akaondoka ndani ya kikosi cha Simba Sports Club. Lakini kocha mwingine ni Mohamed Amir ambaye alifutwa kazi ndani ya Coastal Union na nafasi yake kuchukuliwa na Mohamed Muya, wakati Dennis Kitambi naye aliona bola yeshe ndani ya kikosi cha Fountain Gate na kuondoka kwenye kikosi hiko na Mohamed Reza kuchukua nafasi hiyo. Lakini pia Romain Folz ndani ya kikosi cha Young Africans aliongoza Young Africans, lakini Young Africans wakasema inatosha baada ya kupoteza mbele ya Silver Strikers. Malale Kea 50 yeye alifukuzwa kazi hata wiki haijapita ndani ya kikosi cha Mbeya City wanakoma kumwanya, wakati Dimitar Pantev kama meneja mkuu wa kikosi cha Simba Sports Club na yeye mwenyewe amepewa mkono wa buriani. Hizi cha mwisho ni kocha pia, sio Meneja. Ukitaka kuona Simba walikosea kwenye kumtangaza huyo kocha, hizi cheo cha meneja mkuu wa Simba kitatukuja kutokea tena. Tusubiri labda. Hapana kaka, meneja mkuu next sasa hivi atakakuja tena Simba wa meneja mkuu wa club. Kwa nini meneja anaitwa nani? Taongoza Simba. Wao wamesema tu bana aje tena meneja Simba. Kwani Alex Ferguson alikuwa nani? Si manager. Sasa Simba Sports kaka. Sasa si ndo nasema labda. Unajua meneja wa Ulaya yule meneja wa IPL. Kwani Pantev anatokea wapi? Sio Ulaya. Meneja wa IPL yule. Kwa mfano umeneja wa Sir Alex Ferguson au meneja ambao sasa hivi amepewa kocha wa Arsenal nani? Mikel Arteta. Mikel alitangazwa mwanzoni kama kocha. Alafu baadaye kwa sababu kule system za kule ni tofauti na system za huku. Baadaye akasogezwa, akapandishwa cheo kwenda kuwa meneja wa timu. Yaani kocha ambaye ni meneja wa timu. Umeneja Ulaya apewi kila mtu. Yaani kuna mwingine unapewa kazi ya kocha tu. Kazi yako pale koni, tukimbie, transition, tumemaliza. Unajua unasema hivyo. Unajua wachezaji mfano kama Manchester United wakimzungumzia Alex Ferguson wanamuita Gaffer. Yule meneja. Wanasema the Gaffer. Yule ndo meneja. Sasa nilikuwa nafuatilia jana. Kwa meneja ni Ferguson tu. Ferguson pekee. Kwani Liverpool mna meneja? Meneja Liverpool mna kocha. Yule ni kocha kaka. Sio meneja. Ni kocha. Sawa. Sasa bwana David Beckham alimtaja mtu anaitwa Jog. Yaani kama vile Jog Mendes. Sasa ile Jog haitwi Jog, inaitwa alitamka Hohe. Yaani ile Jog haita Hohe. Hohe there. Nikasema hii sio tunatamka Jog Mendes ya Hohe Mendes. Yaani ile Jog haitwi wanaita Hohe. Sasa ambavyo una pronunciation kutokana na mazingira yako, sio? Kwa sababu sisi unaweza kutupa tabu tu. Mimi ukianza kuniambia naanza kusema Sevilla, utanipa shida tu. Sevilla hivyo hivyo. Mimi kwamba hii Sevilla. Unaona? Rashid hapa nikimwambia kuhusiana na kocha gani ambaye anafuata katika ile list najua kabisa kuna sehemu ataelekea. Na sitaki kusema hivi kama tunafukuza sana makocha makocha 6. Yaani kila mwaka kama kwa msimu huu. Yaani kama kidogo kama imepungua tofauti na mwaka jana. Mwaka jana hapo msimu huu kidogo kuna utofauti. Hivi ni ligi zote katika ligi 5 zile, katika ligi 5 barani Afrika. Na zenyewe zinaishi kwenye hiki ambacho sisi tunakiishi. Kufuta kazi makocha. Sasa kuna wengine sasa sababu. Mfano Fadru yeye ndo kwa mfano kwenye ile orodha pale. Fadru Kitambi kaondoka mwenyewe. Dennis Kitambi Fontaine kaondoka mwenyewe. Hao ni wawili, wanabakia 4. Katika hao 4 Romain Folz na Pantev. Romain Folz na Pantev wamefukuzwa na uongozi. Huku Kulungwani. Alafu yule Amir na Mali 50 wameondolewa na mashabiki. Si ndivyo hivyo? Yule Amir amefukuzwa na mashabiki. Mashabiki sio hata kumpiga yule kosa akamwambia tuachie timu yetu. Nimemwona mjomba yupo pale msaidizi. Lazaro msaidizi pale. Ankali naye. Unajua kuna ankali wawili. Ankali Pep, Ankali Lazaro. Ankali Lazaro yupo pale maskani kabisa. Yeye ana shida. Nyinyi nendeni na mimi nipo hapa.
kuna muda akamwambia bana anapumzika zake, anakaa nje mkokwani pale, jioni pale anapiga zake pweza, ana habari. Siku mkikwama anarudi tena. Rudi hapo. So unajua Costi ni ankali Costa ni ankali, lakini sasa ndio hivyo, ankali sasa hivi matawi yake ya juu kidogo. Umeona? Kwa sababu utakuta kumrudisha ankali, ambaye hapana. Nafuatazama siwaoni. Najua kufanya kazi. Sasa ankali Juma Mgunda, ankali Joseph Lazaro. Huo moto wake ni hatari sana. Huo moto wake. Kwa sababu wale wanajua, kwa sababu wale wamezalisha vijana wengi. Ndio. Umeelewa? Ambao wanafanya vizuri sasa hivi. Sasa kuna vitu haviendi sawa. Unajua Coast jinsi wanavyoishi. Coast wanaishi very familiar. Yaani wanaishi sio kama ambavyo Coast haiongozi kama vilabu vingine wanavyofikiri. Yaani Coast kaa tu wale wazee wao 5 6, mnamuonaje Msumi? Msumi kwa mzuri, apate matokeo. Mzuri, mwache. Kweli? Basi mwacheni. Barabara 11. Lakini wakikaa vipi? Msumi amchezeshi fulani. Kweli? Kwa sababu gani? Ampendi tu. Sio jua na makocha yetu wa kisasa hawa. Sio kweli. Hapo basi ushamaliza mwendo. Umemaliza mwendo. Wakirudi hapo juu, wakikutazama hivi, unaona kama wanaangalia mpira, kumbe wakuangalia yeye. Kutoka wiki nyingi utasikia tu kule tunataka bao, na zamani madogo. Yakija kufikia kaka haupo. Sasa ndo mazingira yake. Yaani Coast ndo maisha yao yako hivyo yani. Sawa. So yani mbona hii klabu kubwa au klabu ndogo? Lakini wao wanajua namna ambavyo wanaishi. Sawa, hayo ni ya kuhusiana na makocha ambao wameweza kufukuzwa kazi ndani ya msimu huu wa ligi kuu ya NBC msimu 2025-26. Tutakaporejea tutakuja kuangazia Djigui Diarra Day ni nini hasa siku ya Alhamis, lakini bila kusahau tutakwenda kuangazia michezo ya ligi kuu ya NBC leo hii. Michezo miwili, JKT Tanzania wakipambana dhidi ya Mtibwa Sugar, wakati Azam Football Club dhidi ya Singida Black Stars, bila kusahau pia NBL ligi ya kikapu ya taifa pale Dodoma sasa kunazidi kuwaka moto. Hii ni Viwanjani, baba vipindi vyote vya michezo hapa nyumbani Tanzania. Mimi ni Saidi Salim Msumi, unaweza kuniita kaka Saidi. Nipo na Michael Hiera, coach Michael, pamoja na Rashid Don Hamis, the heavyweight pandit, the only one in Africa. Tunakwenda mapumziko mafupi kisha tunarejea. Shukrani sana na asante kwa kuzidi kuendelea nasi. Hii ni Viwanjani, baba vipindi vyote vya michezo hapa nyumbani Tanzania. Mimi ni Saidi Salim Msomo, unaweza kuniita kaka Saidi. Nipo sambamba na Michael Hiera, coach Michael, pamoja na Rashid Don Hamis. Bado tunaangazia mengi sana katika soka letu, ambapo tukaangazia kikosi cha Young Africans, ambapo kikosi cha wananchi Young Africans kinatarajiwa kushuka dimbani hapo kesho kupambana na Fountain Gate katika mwendelezo wa ligi kuu ya NBC msimu 2025-26, ambapo klabu ya Yanga imesema kwamba kuelekea mchezo hapo kesho utakuwa ni mchezo maalum kwa ajili ya golikipa wao Djigui Diarra, ambapo baada ya kufanya vizuri katika mchezo kati ya Young Africans dhidi ya JS Kabylie uliochezwa katika nchi ya Algeria, meneja habari na mawasiliano Young Africans Ali Kamwe amefafanua juu ya uamuzi wa klabu ya soka Young Africans kuita mchezo wa kesho kama ni Djigui Diarra Day. Akaipitisha pasi kwa wanakaa imara Simba. Joshua Mutale Budo amerisha mpira ule, kibao kata, Ateba anakataliwa, Mutale anakataliwa tena, hatari katika Yanga. Djigui Diarra amesave vizuri, fantastic. Live Yanga, Joshua Mutale.
Hii ni miongoni mwa matukio ambayo Djigui Diarra amekuwa akionyesha ubora wa hali ya juu akiwa na kikosi cha Young Africans. Nakumbuka kwamba utakuja kusikia hapo baadaye kuhusiana na taarifa hiyo ya Young Africans kuhusiana na kiwango cha Djigui Diarra, na taarifa za awali zilieleza na klabu soka Young Africans kupitia Ali Shabani Kamwe kwamba Diarra aliumia katika mechi dhidi ya JS Kabylie na mwisho wa siku lakini alilazimisha kucheza kwa ajili ya kuipambania Young Africans. Tumsikilize meneja habari na mawasiliano wa klabu soka Young Africans Ali Shabani Kamwe. Mechi ambayo iko mbele ambayo tunajua ni tarehe 4 dhidi ya Fountain Gate KMC Complex. Na mechi hii sasa kwa upekee wake tumemkabidhi goalkeeper wetu. Hii ni Diarra Day. Na challenge ya kuelekea kwenye hii mechi kwa sababu tunakwenda kumuokotesha Diarra. Toka amekuja Yanga zaidi ya miaka 4 tumekaa naye hapa, Diarra hajawahi kuokota kwa wana Yanga. Ile kuokota kweli. Last time tumempa tu hela ya maji pale airport 2.4, ile ni hela ya maji. Tunakwenda sasa kumuokotesha Djigui Diarra dhidi ya Fountain Gate. Kwa hiyo kimaalum mchezo huu Ali Shabani Kamwe akiweza kusema kwamba kesho ni Djigui Diarra Day. Lakini kwa 26 JKT Tanzania chini ya kocha Ahmad Ali watakuwa dimbani saa 12:30 jioni katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo kuwakaribisha Mtibwa Sugar wanatamtam katika dimba la Meja Jenerali Isamuhyo. Kumbuka JKT Tanzania itaongozwa na kinara wa ufungaji Paul Peter Kasunda mwenye mabao 5 pamoja na Saleh Karabaka mwenye mabao 4 katika msimamo wa wafungaji wa ligi kuu ya NBC. Kumbuka JKT wao ni vinara wa sasa wakiwa wamekusanya alama 16 katika michezo 9, wakati wanatamtam Mtibwa Sugar chini ya Yusuf Chipo yenyewe imekusanya alama 9 kwenye michezo 7 na ipo nafasi ya 9 kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC. Afu mzee wangu Kifaru simsikisiki. Kifaru yupo, nafikiri waandishi wamfuati sasa hivi. Afu mambo sasa hivi yamebadilika, kwa sababu unajua yani tamba na radio zilikuwa zinampeleka sana dunia. Kwa sababu mechi hii ilikuwa ni hivi vijana wengi wamfatifati Kifaru. Yani mechi hii ilikuwa ni Masau Bwire dhidi ya Tobias Kifaru. Ligalambwike. Wangewana wale. Lakini hata Masau, wewe unamwona hata Masau Bwire na kama kuna siku moja nimwambia Masau kapoza sana. Nikamwambia Masau Ruvu shooting tofauti na JKT kazi na umri. Hapana, ile Ruvu shooting. Hivyo hiyo Ruvu shooting watu wetu kwa tunabona Masau ndio Ruvu shooting. Barcelona ya Bongo. Maiti imepiga chafya. Afu Kifaru kabia Masau ni rafiki yangu, lakini Kifaru kwa naisifia Mtibwa bwana akimtaja kuna mwanaume pale kati Shabani Musa Nditi, lakini akina Musa na mpaka Chibwabwa wakina Hussein Javu akitaja Mtibwa anasema timu hapo. Anasema timu ilikuwa natisha, ilikuwa nzuri. Unajua timu nayo ikiwa nzuri sana inakupa moyo wa kusema. Sasa hata ukimtafuta chukuchuku azungumzie KMC anakwambia mtangalia anakwambia mbona kwa usida kaka. Sawa. Bado tuangazie mletu leo unakimbia kweli. Hiera tuangazie mechi ya Mtibwa dhidi ya kikosi Mtibwa dhidi ya JKT Tanzania. Ni mechi nyingine ambayo Mtibwa wanaweka mpira, wana kasi wakina Mayele, unaona yani timu inavyo flow, simchimba mbele, lakini JKT the same. Ni vita ya mid table teams. Tuenda kuiona football yana nzuri. Football ya uzuri wake, na moja kati ya vitu ambavyo vinavutia kwenye kuelekea mchezo huu ni jinsi ambavyo JKT wanacheza. Moja kati ya timu ambazo ukiangalia style yao ya kucheza ni style ambayo inavutia. Wameingia kwenye aina ya mpira ambao ni possession wise, wana possess zaidi. Wachezaji wao wengi wako comfortable na mpira currently. Unajaribu kuangalia mchezaji mmoja wa JKT Tanzania, sio wachezaji ambao wanaogopa kupokea mpira kwenye maeneo yoyote. Yaani Ahmad Ali mmoja kati ya vitu ambavyo amefanikiwa, inawezekana kwenye timu zote mbili hizi ambazo wamezipita hapo mwishoni. Akianza na Prisons wakati ule uliona jinsi ambavyo alibadilisha, ikawa ni Prisons ambayo imehama kutoka kwenye ile aina ya mpira ambao ni power play kwenda kwenye mpira ambao ni possession wise. Umeona jinsi ambavyo pia amebadilisha JKT Tanzania.
unaona imehama, sio tena timu ambayo inategemea ile power play kwamba muda mwingi tutakuwa tunatumia nguvu, tupige tu mitungi, tupige mpira mirefu juu twende tukashambulie. No, ukiangalia kwa jinsi ambavyo inacheza JKT, unaona comfortability inaanzia kwenye eneo la gonzo. Yaani mlinda mlango wao unaona jinsi ambavyo ipo comfortable kwenye kuanzisha mashambulizi. Unaona wale kina Kelemile jinsi ambavyo anaanzisha build up, uondokaji wao kwenye eneo la chini. Unaona kuna pattern ambazo zinaongezeka vizuri kabisa kwamba tunavyoanza tutaanza na center backs, tutaenda kwa full backs, tunasogea kwa Karabaka, hata ipiga ndani tunaenda kupata magoli. Wamepata magoli kadhaa ya namna hiyo. Ndio maana unaona hata kuna mechi ambazo JKT alipata wakati mgumu kiwanjani. Ni zile mechi ambazo alikutana timu ambayo inacheza kwa power play. Unakumbuka mechi ambayo alicheza dhidi ya Mashujaa. Ile mechi ya ugenini ambayo ilimalizika kwa sare ya mwanzo kabisa. Mashujaa ni timu ambayo wenyewe aliamua kwamba sisi hatutashindana nyinyi kwenye kumiliki mpira. Ila sisi tukiupata mpira tunaukanyaga kwenu. Alafu nyinyi mpate tabu ya kuzuia, ndio mtengeneze mpango wenu kuja kwenu au kuja kwetu wakati sisi tunawanyima comfortability kwenye miguu yenu. Mechi pia dhidi ya Mbeya City ambayo so far JKT alishinda goli 2, aitoa sare ya 2-2. Lakini unaona jinsi ambavyo walikuwa na concede au magoli ambayo concede, jinsi ambavyo walikuwa na haraka zaidi ambacho Mbeya City walikifanya. Lakini inapofika kwenye eneo la kucheza, JKT ni moja kati ya timu ambayo kila mchezaji hauoni kama ana hofu ya kupata mpira kwenye eneo lolote. Moja kati ya vitu ambavyo nampongeza mwalimu kama ametengeneza hiyo comfortability, lakini pia anaweza kucheza. Kwa upande wa Mtibwa, nafikiri timu ambayo mimi kwangu naweza nikaisema ni timu ambayo ipo nusu nusu. Yaani kuna nusu wanacheza mpira wa kupossess, kuna nyakati wanacheza mpira huo wa speed. Na kwa nini inakuwa hivyo? Ni kwa sababu ya aina ya materials ambazo wako nazo. Lakini unaangalia kwenye mechi kadhaa, unajaribu kujiuliza mara nyingi kwa nini mwalimu ana opt kumtumia mtu kama Kasim Mayele kwenye eneo la kushambulia. Japo kuna muda unasema mbona anakosea sana, lakini mwalimu kila muda anampa nafasi. Ni kwa sababu kuna nyakati ambazo Mtibwa ukiachilia mbali kuwa na uwezo pengine wa kucheza hizo pasi kadhaa, lakini wanaamini kwamba tukipiga mpira juu kuna mtu ambaye anaweza akashindana kwenye nguvu, zile physical battles nyingi anaweza akashindana nazo na anaweza akawin mara chache akazipoteza, ambaye ni Kasim Mayele kwenye eneo la kushambulia. Kwa hiyo Mtibwa kuna muda anaweza kuona anacheza, lakini kuna muda anaamini kwamba tukiupiga juu kwenye eneo ambalo Mayele anacheza tutaenda kupata faida, kwa sababu yeye hata kimgusa mara ngapi wala astuki. Yaani anaweza kumgonga mara nyingi afa kaonana yuko sawa sawa tu. Lakini ukiangalia pia kwa Mtibwa, ukiangalia ule mstari wao wa kuanzia kwenye eneo la kuzuia, kwenye eneo la center back wanalinzi wawili ambao wana tabia tofauti. Sasa hivi anacheza ili Kialuzi Mopa pamoja na yule anaitwa Collins. Yule bwana mdogo ambaye anacheza namba 6. Namba 6. Harun. Hasa naye Harun ndo. Harun na ukimwona Harun anavyocheza na ukimwona Mopa anavyocheza. Mopa ni mtu wa bato. Yaani Mopa kwenye kushindana kwenye fiziki hivi wala hauna shaka naye kwa sababu ya nature yake. Tangu alivyokuwa Kagera wakati ule sehemu zote ambazo ampita ni mtu wa nature hiyo. Lakini muangalie Harun kile ambacho anakifanya. Kwa unaweza kuona kuna mchezaji wa Mtibwa anaitwa Kasami, na hiyo ile energy yake katikati yule ambaye anacheza kwenye eneo la katikati. Yes. Kasami ni Kasami na sio Kasam, sio Kasim. Kasim lakini kaandika Kasami kama sosei. Kwa kutuendeshea pia mkutano huo hapo. Kumbuka pia mechi hiyo itakuwa ni kesho kati ya Simba Sports Club dhidi ya Mbeya City. Lakini kumbuka leo pia kuna mechi saa 3 usiku kati ya Azam Football Club chini ya Flora Ikwenge Ibenge, ambapo watawakaribisha kikosi cha Singida Black Stars chini ya Miguel Angel Gamon. Ni vita nyingine tamu sana ambayo kwenye kisibusi chako cha Azam TV hutakiwi kuikosa hapo. Rashid Hamis, unatulia zako unafanya hivi tu. So dakta kabisa. Boli litembea. Mechi nzuri. Classic match. Classic kabisa. Nafasi ya 3 na ya 4. Msimu uliopita msimu. Wewe unaonaje? Ndio nakusikiliza wewe. Ndio shasema nafasi ya 3 na ya 4. Msimu uliopita ile au ya msimu huu itakavyokuwa? Wewe mchokonozi. Ubingwa na utafuta. Nani sawa? Timu zote mbili. Hajataja 2, 1 na 2. Au ubingwa uzioni ziti. Mimi nimesema nimekuuliza tu. Unabadilisha sasa. Mimi nimejibu msimu mwaka jana, lakini msimu huu anausaka ubingwa. Zote mbili wewe unaonaje? Sawa. Mtazamo wako kama wangu. Sio umekujia.
Mechi nzuri, ina walimu wazuri, ina wachezaji wazuri. Nategemea kuona ushindani wa kiwango cha juu kwa sababu mitazamo yao inafanana na wanaamini kila mmoja anaweza kufanya kitu kikubwa dhidi ya mwenzake, sio? Na katika kitu ambacho kitavutia zaidi ni falsafa za walimu wote wawili. Zinatofautiana, maana yake tunaweza tukapata ladha mbili tofauti. Mmoja ni mzuri zaidi kwenye kuweza kulinda na mmoja ni mzuri zaidi kwenye kushambulia. Na ukikutana timu za namna hiyo, kuna kitu unaweza ukakiona vizuri kiufundi na ukapata burudani nzuri, kwa sababu mchezo kama huu lazima utakuwa na kasi na matumizi ya nguvu kwa kiwango kikubwa sana. Kwa maana ukitazama Gamondi, timu yake muda mwingi itakuwa inataka kukimbia. Muda mwingi inataka kukimbia ili kuleta hatari na wachezaji hao wanao. Lakini naamini kwa Ibenge haitakuwa hivyo. Ibenge atakuwa anacheza kwa timing sana, akiamini kwamba wale ni wazuri pia kwenye safu ya ushambuliaji. Kwa hiyo ni mwendo wa kupishana? Hawatapishana sana. Yaani lazima Ibenge atakuwa na nidhamu kwa kiasi, kwa sababu anaamini wale na wana uwezo wa kukimbia sana. Sio kwamba mpishana madaraja, no. Wanaheshimu falsafa ya mwalimu wa upande wa pili. So hawezi kwenda kupishana kwa kiwango hicho. So lazima kwenye namna ya kutengeneza mashambulizi na kuitafuta flow nzuri na kutengeneza nafasi, inawezekana Azam FC wakawa na mahesabu makali sana. Kwa Gamondi haiwezi kuwa hivyo. Kwa Gamondi anakuwa naamini tunahitaji kwanza kupiga pasi nyingi baada ya kuvuka mstari wa katikati. Manake kutokea huku ni lazima tu tuna flow ambayo tutapiga mpira mirefu kwenye maeneo ambayo itatufanya tuanze kuflow na kukimbia zaidi. Kwa maana ya kuwapa mzigo mkubwa hawa wasije kwenye eneo letu. Sasa hizo calculation hapo ndizo ambazo zinaenda kufanya huu mchezo unakuwa mzuri na kuvutia. Coach Michael, tahadhari yako ni ipi katika mechi hii? Ukiangalia kwa timu zote mbili, tahadhari yako, jicho lako la kiufundi ambacho unachiona sana, hii ni tahadhari katika hii mechi. Tahadhari ambayo nafikiri inaweza ikawa inabakia kwenye mechi hii ni jinsi gani ambavyo Ibenge anaweza akabakia kuwa kwenye upande mzuri zaidi wa kuzuia dhidi ya Singida Black Stars. Kwa nini? Kwa sababu moja kati ya maeneo ambayo Singida Black Stars wanapambana sana kuyafanyia kazi na wanafanya vizuri hiyo kazi ni pamoja na kuwa na watu ambao wakivuka mstari wa katikati, ufanisi na haraka ambao wanafanya kwenye ile eneo unabakia kuwa ni bora sana. Utaangalia aina watu ambao wanacheza kwenye ile eneo. Kwa mfano kwenye siku za karibuni Singida amekuwa na wanawatumia ukiacha Balanga Lupia ambaye anakaa pale juu. Kwa mfano mechi iliyopita alianza na mashambuliaji wawili ili ya kimataifa, Hoso Mwaku pamoja na Balanga Lupia. Elvis. Afu angalia nyuma yao watu ambao wanacheza kwenye ile eneo, Diomande, Idris, Emmanuel Kayeke, Cletus Chota Chama. Hao ni watu watatu ambao nao pia ufanisi wao kwenye ile eneo unaona jinsi ambavyo unaweza ukawa nakupa kazi. Sasa wakati ambao Ibenge moja kati ya falsafa zake bora kabisa ambazo anaziamini ni pamoja na kuwa na watu bora ambao anaweza akazuia. Ndio maana ushangazi na kuona pengine akiopti kumtumia mtu kama Imidi pamoja na Kanuti kwa wakati mmoja. Ni kwa nini? Kwa sababu anaamini kwamba kuna muda anahitaji kuwa na watu wa kuzuia zaidi. Lakini inawezekana kwenye mechi ya namna hii ikawa ni mechi ambayo atalazimika kuwa na hiyo nguvu ya ziada kwenye ile eneo kwa sababu ya watu ambao wanakuja kumshambulia plus aina ya wachezaji wa Singida ambao anacheza kwenye maeneo ya pembeni kwenye ile fullbacks. Andy Kofi Silel, moja kati ya fullback ambao ni wazuri sana wanapokuja kushambulia. Inawezekana kana weakness kadhaa kwenye eneo la kuzuia, lakini anapokuja kuongeza kwenye eneo la kushambulia inaweza ikawa ni kazi ngumu pia kumzuia kwa sababu ya bora ambao una produce kwenye eneo la mwisho. Angalia pia Kibabage, moja kati ya wachezaji ambao anaweza kucheza kama winger pia pase, anatumia kwenye eneo la fullback ambaye naye pia anaongezea kwenye eneo la kushambulia. Kwa nafikiri moja kati ya eneo ambalo litabakia kwenye tahadhari kwa Azam FC ni kuona jinsi gani ambavyo wanazuia hao watu. Lakini kwa upande wa Singida nafikiri eneo ambalo anatakiwa kuwa na tahadhari nalo ni eneo la kwao la katikati ambalo anacheza Faisal Salum, moja kati ya eneo ambalo limewakosti Singida kwenye mechi hivi karibuni, ameruhusu magoli 3 ambayo anapitia pale kwenye eneo la katikati. Eneo ambalo anacheza Chuku pamoja na mlinzi Trabitra kwenye ile eneo la ndani kabisa pale katikati ambalo ndio eneo ambalo
Leo utategemea kumuona mtu kama Jafet Kitambala, nyuma yake Faisal kwenye ubunifu wa hali ya juu akiwa anacheza kwenye ile eneo. Kwa kama ataendelea na makosa namna ile, inawezekana pia kana sehemu nyingine ambayo kwa Singida wanatakiwa kuichukulia tahadhari hapo. Nani anaingia kama second team, nani first team? Kwa hiyo nafikiri second team. Azam anabakia kwa timu ya kwanza, Singida anaingia kama timu ya pili. Unaenda nani kwa matokeo? Siwezi kusema ni nani ambaye anaenda naye. Mbona kesi nyingi sasa? Ni moja kati ya mechi ambayo nafikiri itakuwa na ugumu sana kwenye kupatikana matokeo yake. Nani Unaweka Taifa kwa umma tu. Inaweza ikawa sare. Rashid? Azam. Sare.